Na mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili, awamu ya mdahalo. Nilipata nafasi ya kuzungumza naye wakili Charles Kanjama. Lengo kuu la mjadala huu ni kiini kikuu ni utawala na uongozi bora. Hebu tusikilize yale ambayo tuzungumza na Charles Kanjama. Chungu kimefurika na leo hii chungu kimejaa hadi pomoni. Katika swala kubwa la uongozi na utawala wa humu nchini, tunaye wakili kwenye nyumba ambaye anajulikana kama Charles Kanjama. Hujambo na karibu. Mimi naitwa Charles Kanjama. Mimi ni wakili mkuu, yani senior counsel kwa lugha ya Kimombo, na nafanya kazi na kampuni ama ofisi inaitwa Muma and Kanjama Advocates. Mimi nimekuwa wakili miaka zaidi ya 20 na huwa nafanya kesi za aina tofauti na pia kusaidia watu ambao wako na wanataka kubaliana kwa mambo ya kushauriana njia zozote za biashara na njia zingine. Mnamo mwaka wa 2010 tunafahamu ya kwamba taifa la Kenya lilipata katiba mpya. Je, kuanzia mwaka huo hadi wa leo miaka 15, je, unahisia ya kwamba taifa limechukua mkondo ambao listahili? Sasa tuko na katiba mpya karibu miaka 15. Mwaka huu wa 2025 tutakuwa tukimaliza mwaka wa 15, mwezi wa Agosto tarehe 27. Na wakati huu ni mzuri tuanze kufikiria kama hii katiba tumependekeza vizuri, tumefanya mambo ya katiba ambayo inahitajika, na kama katiba yenyewe hii sheria ni nzuri kwa nchi yetu ya Kenya. Wakati wa mwaka wa 2010 kulikuwa na wale wakubwa wa makanisa ambayo walisema kwamba katiba iko na sehemu ambazo ziko na shida ama hitilafu huku na kule, kama sehemu kipengee cha 26 kuhusu uaviaji wa mimba, na pia alisema mambo kuhusu usagaji ama tuseme homosexuality. Kuna yale mambo ambaye haiendi kwa mwelekeo mzuri, na pia walisema kwamba kiwango kikubwa cha katiba kiko na vipengee vizuri kuhusu mambo ya uongozi ama viongozi, mambo ya haki za binadamu, na mambo mengine kama haki za binadamu kuwa na mashamba, vitu kama hivyo. Sasa kuhusu hiyo swala ya uongozi wa nchi yetu kutumia katiba, tumeona kwamba kuna sehemu ambazo katiba imetekelezwa na imesaidia wananchi wa Kenya. Sasa tuko na serikali ambaye bunge na viongozi wa executive wako tofauti. Kuna sehemu ambazo mahakama imeingilia ndio haki za binadamu zitiliwe manani. Hiyo ni mambo mazuri, lakini kuna sehemu ambapo katiba imeanguka kidogo, ama wale ambao walikuwa wanatekeleza wajibu wa katiba wameanguka kidogo. Kwa hivyo tukiangalia hayo yote tunaweza sema kwamba katiba imetekelezwa tuseme 70%, na kuna bado kiwango ambacho kimebaki. Naam, ukichunguza vizuri kuanzia mwaka 2010 kumekuwa na utawala ambao umekuwa ukiendelea, na utagundua kwamba katika huu uongozi kumekuwa na vitengo kama vile rais, naibu wa rais, gavana, naibu gavana, na tumeshuhudia miaka za hapa awali kwamba kumekuwa na utata kati ya naibu wa rais na rais. Je, unadhani ya kwamba vile vile pia naibu gavana na gavana wamekuwa wakizozana kiwango cha kwamba hata wengine wametolewa ofisini? Unadhania kwamba katiba hii ilikuwa na dosari hivi kwamba hawa manaibu hawakupewa nafasi ya kufanya kazi kulingana na ile venye katiba mpya ilitengenezwa? Kusema kweli, kama tungekuwa tukiunda katiba sasa, tungegeuza hivyo vipengee kuhusu naibu wa rais na naibu wa gavana, tuwapatie ofisi fulani ama mamlaka fulani, kazi fulani ya kufanya. Lakini vile tuliunda katiba mwaka wa 2010, tuliwapatia kazi moja peke yake. Tulisema naibu ndio msaidizi mkuu wa mwenyekiti
kama mwenyekiti ni rais ama mwenyekiti ni gavana, yeye ndio msaidizi mkuu, hakupewa kazi ingine. Na tulikuwa na shida kabla ya mwaka 2010, na hiyo shida ilikuwa kwamba naibu wa rais walikuwa hawapewi kazi nzito, na pia walikuwa wanaachishwa kazi bila sababu nzito. Na tulisema kwamba hiyo si mzuri. Tunataka naibu wa rais awe ni mtu ambaye amechaguliwa na rais. Naibu wa gavana awe mtu amechaguliwa na gavana, na atashikilia hiyo kiti miaka 5. Kuna ile kitu tunasema line of succession. Yani gavana ama rais akiaga dunia ama ashindwe kufanya kazi, jiuzulu ama atolewe kwa usukani kwa njia yoyote, yule naibu ndio atashikilia hiyo kiti. Kwa hivyo tulisema naibu ako na kazi muhimu sana. Sasa sababu naibu ameshikana na mkuu wake ni kama kwa mabega, lakini mkuu wake anaona kwamba naibu kwa njia ya kisiasa atakuwa ndio, pengine akienda chini naibu atakuja juu. Pengine rais anataka kuwa na uchaguzi mara ya pili ama gavana, pengine anafikiria kwamba akiondoka kama vile Uhuru Kenyatta kwa wakati wake wa pili wa kuwa rais alikuwa anataka kuondoka, hakuwa anataka kupatia cheo kwa naibu yake. Kwa hivyo inaleta mazozano, utata kati ya naibu na mkuu yake. Na hiyo ni shida, lakini tulitaka naibu akuwe na nguvu ya kushikilia cheo yake bila kuondolewa na mkuu wake. Kwa hivyo vile tumepatana sasa kuona utata ni sababu ya vile tuliunda sheria. Kwa hivyo lazima tuendelee na hiyo, kwa sababu hivyo ndio tuliunda sheria hadi wakati ambapo tutafikiria pengine tugeuze. Lakini si nchi ya Kenya peke yake ambaye imeunda sheria vile tuliunda katiba yetu, ambaye naibu ako na uzito wa kushikilia kiti apende ama asipende mkuu wake. Si Kenya peke yake, kuna nchi zingine, hata Amerika iko na njia kama hii yetu. Nchi za Afrika kama Malawi, Zambia zimetumia ile mfano ambaye tumetumia ya kupatia naibu nguvu ya kushikilia kiti, na wakishikilia kiti kuna wakati watakosana na mkuu yake. Ina maana kwamba katiba itafika mahali itarekebishwa na hivyo vipengele vitarekebishwa vile vile. Hiyo kipengee si lazima irekebishwe, sababu hakuna kipengee ambaye haitaleta shida. Ukiweka kipengee ambaye naibu wako na nguvu yake, si atakuwa akiondolewa kila wakati, vile Saitoti aliondolewa na Rais Daniel Moi. Na hiyo ndio ilisababisha tuweke kipengee ya kusema usiondoe naibu yako, kwa sababu naibu pia ni mtu ambaye ana kazi yake kwa katiba, including ile tumesema line of succession. Kwa hivyo ukipata dosari usiseme kwamba suluhisho ni kugeuza katiba. Hiyo ni kuharakisha sana. Pengine suluhisho ni kutumia ile katiba tumepewa na kuona vile siasa itatengenezeka, lakini bila kugeuza katiba. Kwenye swala hilo tumeshuhudia visa pale ambapo magavana wengi wamehusishwa, hasa wale ambao wamemaliza hatamu zao kwenye ofisi, wamehusishwa na visa vingi vya ufisadi. Hata tunapozungumza hivi wengine wamefungwa gerezani. Je, katiba hii ilimpa gavana uwezo wa kumiliki fedha ama ilikuwaje? Ndio manake kwamba visa vya ufisadi vimekithiri kabisa hapa nchini. Siwezi sema kwamba kwa ofisi ya rais ama waziri wake hakuna ufisadi. Siwezi sema hivyo. Lakini vile serikali yetu imeundwa, ufisadi katika ofisi ya waziri ama rais ama naibu yake huwa ichunguzwi vile na tume ya uchunguzi. Lakini wamepata nguvu kuchunguza ufisadi ya gavana ama naibu yake ama mawaziri wa kaunti. Menipata? Hiyo ni kitu kizuri kwamba wanachunguza ufisadi kwa hii level ya kaunti. Sasa tunasema wakipata nguvu wapande juu pia, wafike hii serikali ingine na wachunguze ufisadi, sababu ufisadi ni shida ambaye imeenea
Kenya mzima, si kwa makaunti peke yake. Kwa hivyo tukiona kwamba magavana wengine wamechunguzwa, wamepelekwa mahakamani, wamehukumiwa, wamepelekwa gerezani, hiyo inaonyesha kwamba njia ya kuchunguza na kutafuta haki inaendelea kupata nguvu. Sasa hiyo nguvu ipelekwe pia kwa serikali ya nchi nzima. Kweli kabisa. Hivi majuzi tumeona rais amebadilisha baraza lake la mawaziri na haijachukua muda mrefu, manake miezi 8 pia nyuma alikuwa amebadilisha. Naam. Waziri anafaa apewe muda gani ili atekeleze wajibu wake kama waziri? Sasa ile njia ya utaalamu na serikali ambayo tuko nayo tunaita presidential system. Rais ako na uwezo wa kuandika ama kumfuta waziri wake. Yule ambaye anaona kwamba hamsaidii kutekeleza wajibu yake ana uwezo wa kumfuta. Na hiyo ndio huwa mambo inafanyika nchi zote ambazo ziko na hiyo presidential system, Kenya ikiwa moja yao. Akitaka kufuta waziri baada ya mwezi moja, hiyo ni shauri yake, sababu yule ambaye Wakenya walichagua ni rais na naibu yake, hakuchagua mawaziri. Mawaziri sasa wameandikwa na rais ndio wasaidie rais kutekeleza ile ambaye aliahidi wa Kenya. Umenielewa? Kwa hivyo mimi nasema kwamba kisiasa si vizuri kwa rais kuwa akifuta mawaziri wake, kwa sababu hatapata muda wa kutekeleza ile kazi amewapatia. Lakini akiona waziri yeyote ambaye anaharibu ile ahadi ambaye amepatia wa Kenya, hawezi sema lazima angoje miezi 3 ama miezi 6. Akiamka asubuhi aseme huyu atamfuta kwa sababu amesikia kitu fulani, hiyo ni haki yake. Lakini vizuri yule rais ambaye amekaa akifuta mawaziri wake, inaonyesha kwamba amekosa hekima kidogo wakati wa kuwachagua. Aliwachagua bila kufikiria sana, sasa ndio wameanza kuwa si wale ambaye anawataka. Naam, na katiba ile ya mwaka 2010 ilisema ya kuwa rais anapaswa kuteua mawaziri ambao wana taaluma ya ile kitu ambacho wamesomea. Kwa mfano kama ni waziri wa afya, afaa awe na elimu ya kiafya. Je, ni kweli? Si kweli, kwa sababu katiba haikusema kwamba waziri lazima awe mtaalamu wa njia fulani. Kulikuwa na mjadala kwamba kama waziri ni mwanasiasa ama mtaalamu. Hiyo ilikuwa mjadala wakati wa kubuniwa kwa katiba mpya. Na tukasema kwamba waziri hata kuwa mbunge. Lakini katiba haikusema kwamba atakuwa mtaalamu na si mwanasiasa. Hatukuweka hiyo kipengee ya kusema kwamba waziri hawezi kuwa mwanasiasa. Na ndio tumeona wanasiasa ambao wamepewa kazi kama waziri wakijiuzulu kutoka bunge na wakichukua hiyo kazi. Na hakuna mtu ameenda kotini na amefaulu kukiuka hiyo njia ya kufanya mambo. Kwa hivyo waziri ni mtu ambaye anateuliwa na rais, lakini rais anaweza kuteua mtu ambaye ni mwanasiasa ama mtu ambaye ni mtaalamu ama mtu ambaye ni mwanasiasa na mtaalamu wakati moja. Ile inahitajika ni kwamba yule ambaye atateuliwa kama waziri awe na uwezo wa kufanya hiyo kazi, yani competence ama uwezo wa kufanya kazi. Na hiyo mambo ya kuchunguza uwezo yake imepewa kwa bunge. Ndio sababu rais akiteua waziri wanapeleka majina bungeni, ndio wanabunge wachunguze kama ana uwezo ya kufanya hiyo kazi. Kuna hili swala la IEBC. Na hivi juzi tu, wiki kama moja ambayo imepita hivi, walikuwa wanamtafuta mwenyekiti ambaye atavalia viatu vyake aliyekuwa mwenyekiti yule Wafula Chebukati. Na hapa nchini Kenya tunafahamu ya kuwa uchaguzi una utata mkubwa. Na si rahisi mtu kubaini
kama yule aliyemchagua kama rais ni kweli alipita ama aliiba, na yule aliyeshindwa ni kweli alishindwa ama alibiwa. Je, tatizo ni lipi? Tume huru ya uchaguzi na mipaka iko na kazi muhimu sana kwa nchi yetu ya Kenya. Na neno moja ambalo limeingizwa kwa jina ya hii tume ni tume huru, Independent Electoral and Boundaries Commission. Kwa nini? Sababu wale ambayo waliunda katiba waliona kwamba mambo ya uchaguzi ni mambo ya watu waking'ang'ania viti fulani, na wakati wa kung'ang'ania kuna yule ambaye atashindwa, na ni vizuri akubali alishindwa, na hata kubali alishindwa akiona kwamba hakuwa na fair competition. Sasa tumeunda sheria ambayo inafaa kutengeneza ama kubuni tume huru ya uchaguzi ambaye iko na commissioner ama makamishna ambaye hawaelekei pande moja ama ingine. Si watu ambaye watakuwa wakielekea pande ya chama cha serikali ama chama cha upinzani. Watafanya kazi ambaye kila mtu atasema ni kazi mzuri. Lakini sababu huwezi kuwa na tume ambaye iko na hiyo usawa na iko na fairness, lakini Wakenya wote wengine ni wakora, haiwezekani. Sababu hata tume ya uchaguzi itaandika Wakenya wakuwe returning officer, vyama vitaandika polling agents ambaye pia ni Wakenya. Kwa hivyo kama kuna ukora nchi yetu ya Kenya, hiyo ukora pia itaingia kwa tume ya uchaguzi. Umenielewa? Sasa hapo ndio kuna shida, sababu sisi kama Wakenya hatuna imani kwamba kuna wale wako huko juu watafanya kazi bila ukora, kwa sababu tukiangalia huku kati yetu tunaona ukora mingi iko huku. Sasa hiyo ni mambo ambaye si ya sheria peke yake, pia ni mambo ya siasa, ni mambo ya jamii. Jamii lazima tuunde jamii ya watu ambaye wanaheshimu utaalamu, utu, wanaheshimu integrity. Sasa hiyo ni mambo ambaye sijui tutafikisha wapi, lakini sheria imefanya vile inaweza kuhakikisha kwamba wale ambaye watateuliwa kama makamishna ni watu ambaye watachunguzwa, na kutakuwa na hiyo kusawazisha watu kutoka kabila tofauti, eneo ama sehemu tofauti za nchi yetu ya Kenya, watu ambaye ni wataalamu, watu ambaye watafanya kazi na uhuru bila kuwa wameelekea sehemu moja ama pande ingine. Majina yanapoteuliwa yanapelekewa rais achague moja. Na tutakumbuka kwamba rais vile vile ni mgombea wa awamu ambayo inakuja. Je, unadhani ya kwamba kutakuwa na uhuru haswa wakati ambapo raia wamepoteza imani kwa mfano na rais? Je, unadhania kwamba rais atakuwa na ule uhakika wa kuchagua mtu ambaye alipaswa kuwa mwenyekiti wa tume hilo? Tumeona kwamba jaji mkuu ambaye pia huwa anateuliwa na Judicial Service Commission, lakini rais ndio anapeleka jina yake kwa bunge. Tumeona akiandikwa kazi, kuna wale ambaye wametoa uamuzi wakikiuka vile rais alikuwa anataka, kama jaji mkuu Maraga alitoa uamuzi na mahakama kuu ya kusema turudi uchaguzi baada ya Uhuru Kenyatta kushinda mara ya kwanza 2017. Unakumbuka? Kwa hivyo haimaanishi kwamba huyu ndio aliniteua lazima nikifika wakati wa uchaguzi nitaelekea sehemu yake ama pande yake. Umeelewa? Na kazi ya rais ni kuchagua kutoka majina mawili. Ni selection panel ambaye inafanya hiyo kazi ya kuangalia nani yako na hiyo qualification ama uwezo, wanapatia rais majina mawili. Kwa hivyo si ati ataenda kutafuta mtu ambaye ni rafiki yake sana. Kazi yake ni chagua katika watu wawili, na akichagua anapeleka jina wapi? Bunge. Bunge iko na
eneo bunge kutoka upinzani, kutoka sehemu yake ya chama yake ya ambaye ina uwezo wa kuendeleza mambo nchi yetu ya Kenya, lazima wakubaliane. Umenielewa? Kwa hivyo hiyo njia ambaye tumetengeneza inafaa ilete mtu ambaye ako na uwezo wa kuwa huru. Ngele vipi ambavyo vinazingatiwa ambapo wakati yule mwenyekiti anapigwa msasa na kuchaguliwa? Sasa kuna sheria inaitwa Independent Electoral Boundaries Commission Act ama IEBC Act. Iko na first schedule ambaye imetengeneza vile mwenyekiti na pia makamishna wengine wa tume ya uchaguzi watachaguliwa, na inaanza na kubuniwa kwa selection panel. Chama cha wana sheria Law Society of Kenya iko na mtu mmoja ambaye wameteua kuwa kwa selection panel. Chama ya mahasibu ama Institute of Certified Public Accountants iko na mtu mmoja. Watu wa political parties liaison committee inaleta vyama vyote, iko na watu watatu. Ile chama ambaye iko bunge, chama kuu, na ile chama ya upinzani ziko na mtu moja. Kwa hivyo wamechaguliwa kwa njia tofauti, wakafika kwa selection panel, wakachagua mwenyekiti wao, wakaambia Wakenya wale wanataka kuwa makamishna waweke applications, wakaweka applications, wakazichunguza, wakafanya shortlisting. Sasa wanawahoji wale ambao wame shortlist ama interview, wakimaliza wachague wale wanafikiria wako na uwezo ama utaalamu wa kiwango cha juu, alafu wapeleke kwa rais. Majina mawili ya mwenyekiti, rais achague moja. Majina 9 ya makamishna, rais achague 6. Rais akichagua, hachagui kutoka kwingine, anachagua kutoka yale majina amepewa. Inapelekwa bunge. Bunge pia inachunguza, inasema hawa watu wako na uwezo ama hawana uwezo. Kuna hiyo regional balance ama hakuna regional balance. Wakisema wako na confidence ama imani, wanawakubali. Alafu sasa wanakuwa makamishna. Unaona hiyo process imehusu bunge, imehusu rais, imehusu selection panel, vyama vya wanasiasa, wote wamehusika. Wakati ambapo sasa wanachagua wale viongozi, mfano wa bunge, inatokea kwamba taifa lina tatizo kubwa la uongozi. Mambo ambayo wananchi wanatarajia yafanywe hayafanywi. Mwezi wa 6 mwaka jana tuliona watu wakaandamana kwa wingi, wakaenda bungeni. Hawakuwa na imani na bunge. Hawakuwa na imani na bunge. Je, tatizo la Kenya ni lipi kwa masuala ya uongozi? Maandamano tumeona kwa nchi nyingi. Nchi za Afrika, nchi za Ulaya, nchi za Amerika. Maandamano inakubalika kwa katiba. Kipengee cha 37 kinaruhusu watu kuandamana. Kipengee cha 38 kinahusu watu kuingia kwa mambo ya siasa. Kwa hivyo ukichagua yule ambaye atakuwakilisha eneo bunge, haimaanishi kwamba utakubaliana na yeye kila wakati. Lazima kuwe na njia ya wananchi kueleza wanasiasa, hivi ndio tunafikiria mnafaa kufanya mambo. Na kuandamana ni njia moja ya kueleza wanasiasa, hii kitu ni nzito sana na kwetu matumaini yetu ama maoni yetu inaenda njia fulani. Kwa hivyo Wakenya wakiandamana, hiyo ni mzuri. Sababu wasipoandamana ndio kuna shida. Wasipoandamana kwa sababu ya uoga, kwa sababu hawana nguvu ya kuongea, hiyo ndio kuna shida. Sasa waliandamana wakasema hatutaki hiyo sheria ya pesa, finance bill. Tunafikiria inagandamiza Wakenya. Hatuitaki. Wanabunge wakasema hatutasikiza hawa watu, wakapitisha. Kukakuwa na mazozano huko bunge, ikaenda kwa State House ama Ikulu. Rais akaona vile Wakenya wamekasirika sana na akasema wacha irudi bunge na watupe mbali hiyo sheria. Unaona sasa wananchi walisikizwa. Hiyo ni kitu mzuri.
haimaanishi kuna shida wakisikizwa. Ukiona Ufaransa, wakati ambapo Wakenya walikuwa wakiandamana, Ufaransa alikuwa akiandamana pia, sababu rais wao alisema watapitisha bajeti ambaye itakuwa na ushuru zaidi kwa Wafaransa, kwamba umri wa kustaafu utawekwa juu. Walisema tunataka kustaafu wakati tulikuwa tumekubaliana mbeleni. Sasa wakaandamana pia. Tofauti ni ukiona wakiandamana Ufaransa, Uingereza, Amerika, tuweke Amerika kando, huwa wanaandamana kwa amani, bila vita mingi sana. Kuna wakati watachoma magari kidogo huko Ufaransa, lakini wanajua kuandamana na amani. Huku kwetu maandamano yetu inamalizika na vita, mawe, ukosaji wa maisha. Sasa hiyo ndio shida ambapo ipo. Shida si kuandamana. Shida ni ile violence ambayo inakuja kutoka kwa sekta ya polisi, kutoka kwa wananchi ambao wanaleta violence, wanaumiza wengine. Hapo ndio kuna shida. Kwa hivyo kuandamana ni sawa. Utawala uliopo hutumia nguvu mingi sana kuadhibu wale watu ambao wanaandamana. Je, kikatiba wanafanya visivyo au ni vipi? Kutumia nguvu kubwa kuliko inayohitajika ni kukiuka katiba. Katiba inasema kwamba ile polisi ambayo tulikuwa tunaita police force igeuke ikuwe police service, yani huduma ya polisi kwa wananchi. Kama ni huduma, utatumia vita vya kiwango cha juu ndio ati Wakenya wasiandamane. Lakini shida ni watu wakianza kuandamana, kuna wale ambaye ni wakora pia, huwa wanaingia kwa hayo maandamano, wanaenda kufanya looting, kupora mali ya wengine, kutumia mawe, kuvunja dirisha, kuvunja dirisha magari ya nyumba ya ofisi. Sasa hapo ndio kuna shida. Ndio mimi siwezi sema kwamba shida ni kwa sehemu ya polisi peke yake. Polisi wanafaa wasitumie nguvu zaidi, lakini pia wale wanaandamana wanafaa waandamane kwa amani. Na mpenzi mtazamaji, tumefika tamati mwa makala haya ya uongozi na utawala mwema. Nimekuwa naye wakili Charles Kanjama, nimekuwa wako Alan Andiva, hadi wakati mwingine. Na mtazamaji, hiyo imekuwa ni awamu ya kwanza ya mdahalo. Kumbuka kwamba awamu ya pili itakujia siku ya Ijumaa masaa kama haya. Kumbuka kwamba huu mdahalo unalenga utawala na uongozi bora. Tumefika mwisho wa taarifa zetu za habari siku ya leo. Nimekuwa wako Alan Andiva na mwenzangu wa lugha ya ishara amekuwa Ken Mwangi. Uwe na usiku mwema.